wadogo. Ndio maana hata huyu Asma simshangai. Mfano na hapa mfano mdogo tu. Mimi nimemwona mtu kama Nifa leo alipokuwa ana grow taratibu. Sasa hivi ana maduka mangapi? Sikapambana, tunamuona kabisa mitandao anapambana tangia mwanzo. Lakini kwa hiyo ndio nini? Juhudi ya kufanya kazi. Umeelewa? Sio kwa baya. Labda inawezekana sometimes unaweza kaongea kauli mtu akaona kama unadhihaki watu. Yeah. Kwenye mtu ambaye amefikiria hivyo naweza nikaomba msamaha kwamba pengine labda mapokeo, unajua kila mtu kauli ana vile anapoipokea, lakini kuambiana ukweli kwamba bana, jamani vijana tufanyeni kazi, kuna opportunity hii na hii na hii. Yaani na nchi yetu ina fursa nyingi sana. Mfano mmoja hapo, labda mimi watu walikuwa wananiambia Omi, wewe unaonekana unaweza kuwa comedian mzuri kwa sababu ya kufanya zile dogo dipo. Lakini mimi bado nikaa sijioni kama na fit kuwa comedian kama kina Koi au nani. Lakini nikaona kuna opportunity ya kuandaa tuzo za comedy. Sababu nchi bado ina fursa. Watu walikaa kama siku zote industry inakuwa, mbona haina tuzo zake? Umeelewa? Yaani comedy yote ya vitu wanavyofanya wanaenda kukutana na kategori moja tu kwenye tuzo za filamu, ambayo haiwatoshelezi. Lakini sasa hivi tuliweka kategori mpaka zikawa hazitoshi. Kwa hiyo nchi yetu ina fursa nyingi sana. Umeelewa? Tuna haki ya kulalamika pale tunapoona kwamba hapa kinatakiwa kitu kurekebishwa. Na ndio maana unaona viongozi kila siku, sijui waziri mkuu nani wako maziarani huko, na wenyewe wanajaribu kutatua changamoto. Umeelewa? Lakini haimaanishi kwamba tubweteke tukae tu, kwa sababu sasa hivi ukiangalia mfano tatizo la ajira liko dunia nzima, sio Tanzania, kwa sababu population ya vijana imekuwa kubwa. Umeelewa? Kwa hiyo ukiangalia hilo tatizo la ajira liko dunia nzima, sio Tanzania tu peke yake. Lakini bado tuna haki kama Watanzania kuongelea kero zetu ambazo tunaona bana, hizi kero hivi na hivi na hivi. Umeelewa? Lakini ukiniambia hivi, mfano juzi nilikuwa namuona meya mpya wa New York Mamdani anamwambia Trump kwamba inabidi wawasaidie wananchi wa New York, kwa sababu sasa hivi wananchi wengine wanashindwa kuafford $2 ya kulipia treni. Yaani zile mwendo SGR zile underground treni zao. Yaani kuna mtu, hata ukiangalia kuna video, kuna mtu analuka gate, mwingine anapita chini, ana tiketi $2. Unajua ni shilingi ngapi? Elfu ngapi? 5,000 sijui. Mtu hana. Na hiyo yuko wapi? New York. Kwa hiyo hili ni janga la dunia nzima. Unadhani kwa nini watu walimind sana baada ya hiyo? Unajua tulikuwa kwenye kipindi cha uchaguzi, kampeni, kuna kila mtu ana miono yake ya kisiasa, kuna mambo mengi. Kwa hiyo maybe tuliongea katika hiyo time, unajua tuko katika ule kwenye ule mchakato wa uchaguzi. Kwa hiyo kuna mixed feelings yeah. Mmoja kati ya comedian alilalamika na alifanya interview, akasema kwamba wewe ulimzuia kwenye tuzo, ukamwambia aondoke kwa sababu kipengele ambacho alikuwa anakitaka hakikuwepo. Comedian gani? Alisema kwamba ulimfukuza, akamwambia wewe ondoka. Hicho ambacho tunakifanya kama idea ya kategoria ya comedian kwa hiyo kataa kabisa. Unajua labda lazima mjue kitu kimoja. Wakati tunaanza kwanza sikumfukuza. Hakuna sehemu, yani nilimfukuza wapi? Kwa sababu mara kwanza tumekutana ni ile siku ambayo tulio launch comedy pale. Ndio siku ambayo mimi nilionana naye, na alichukua mic akatoa maoni mbele ya kila mtu na waandishi waliokuepo siku ile. Kwa hiyo hayakuwa maoni ya mimi na yeye, between mimi na yeye. Lakini kitu kingine lazima mjue kwamba tuzo ndio ilikuwa tumezianza, ndio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kulikuwa kuna mambo mengi. Watu kwanza wakaona labda hizo tuzo zitakuwa za kina Koi. Yaani mambo yalikuwa mengi. Lakini kitu kimoja, nilijitahidi kushirikisha wadau. Kwa sababu kumbuka mimi ni msanii tu, mwimbaji, lakini nimeona kuna fursa ya kufanya kitu fulani kwenye comedy kwa sababu napenda comedy. Lakini lazima washirikishe wadau wenyewe wenye tasnia yao. Na ndio maana tulijitahidi kadri ya uwezo wetu, na ukiangalia hata nyinyi mashahidi, kama kuna tukio ambalo lilikuwa tukio zuri ambalo lilienda, umeelewa, lilikuwa ni lile. Na hata ukiangalia kwenye mambo ya zile kategori chache zilizokuwepo, sidhani kama kuna kategori nyingi ambazo unaweza sema huyu hakustahili, huyu alistahili. Umeelewa?
ilikuwa na hiyo inatumiza kichwa. Hata mwaka huu watu wanapeleka sana moto, kuna malegend hapa wanaweza wakakosa tu, umeelewa? Kwa sisi tunataka tuwe very fair, anayestahili atapewa, kwa sababu watu sio wajinga, wanaona, wanajua. Kwani una maana wewe sasa hivi hapa ukisema kama yeye, inawezekana tuzo hizi zimempa changamoto kama wale kina Dimpo zinawakomesha, sasa hivi anapeleka moto sasa, umeelewa? So Facebook namuona kila sehemu, TikTok wapi kuna Ankonzala anapiga namba za hatari, yani watu wanatafuta engo, wanaona hii imekubali, wanatandika. Kwa hiyo at the end of the day kuna vitu vingine hata mnavyoingia kwenye tuzo pale, yani unalala hadi usingizi, wajua yule anashinda, yana sana. Kwa hiyo ndio tunajaribu kufanya hivyo. Kwa hiyo tuzo zinawapa watu motisha ya kupiga kazi. Alikuwa ana haki ya kuzungumza pia, lakini pia kipindi kile tulikuwa tunashindwa budget na nini, alafu ile kategori na bado tulikuwa tunataka kwamba tuzo pia zionekane zina thamani, umeelewa? Kwa hiyo maana tumezipa challenge hata tuzo zingine, sababu ya zile tuzo tulijitahidi ubora. Nyinyi wenyewe ni mashahidi. Sawa, Omi. Huwa kuna changamoto kubwa ya wasanii au watu maarufu, mwisho siku anakuza biashara yenyewe inapotea. Especially hata rafiki yako amekuwa akisungua biashara na nini, na baadaye zinatopotea na hivi na hivi. Unafikiri huwa ni changamoto gani inawakuta mpaka consistency ya biashara wanashindwa kuwa nayo? Unajua biashara nyingi watu wengi wanakuwa wana partnership, sio biashara labda mtu anaimiliki peke yake asilimia kubwa. Kwa hiyo ile sometimes inapelekea hapa kwenye makubaliano, umeelewa? Manake duniani tunajua wasanii mara nyingi kwenye biashara hizi wanakuwa ni kama face, anakuwa na pasenti, lakini hapa kuna mtu mwingine ndo ameweka mtaji. Kwa sasa inawezekana labda biashara ikwenda vizuri, inaenda inakufa, lakini kuna wengine tumeona kwamba wamepambana mpaka sasa hivi biashara bado zipo. Hata mfano kama ulivyosema, kama labda Diamond, kiukweli kuna vitu vingine mimi sijui kiundani, lakini bado kuna biashara zingine tunaona inaendelea, labda Wasafi Beti kama media house bado ina nguvu, inafanya vizuri, na biashara zingine pengine maana ujue tunaposikia kwamba wafanya biashara sometimes mtu anafilisika, changamoto ni nyingi. Huwezi jua labda mzigo ulikuja umeexpire, umefanywa hivi, umefanywa hivi. Kuna mtu mmoja niliona juzi kaagiza China viatu kwa ajili ya sikukuu ya Christmas, kaletewa viatu vya watoto. Yeye ameagiza viatu vya wakubwa, kaletewa viatu vya watoto, na Wachina hawapatikani. Kwa kuna mambo kama haya, lakini mimi naamini kwa jinsi nilivyomsikia Afi, the way alipopambana kupata frame, kulipia, kuanza na hivi vitu kidogo, ananiambia mpaka kuna kitu changu ilibidi niweke bondi, nichukue mkopo, nifanyaje. Naamini atafanikiwa kwa sababu ana uchungu na kile kitu, kwamba hakuna mtu nyuma, inabidi apambane, na mimi naamini inawezekana. Omi, muziki kidogo 2026 vijana wanafanya vizuri, maliza mwaka vizuri. Unaona hapo muziki wetu? Kiukweli muziki sasa hivi kwanza umebadilika katika namna kwamba hakuna tena ule muziki wa nchi fulani. Kwa hiyo inabidi twende na trend ya kidunia ili uweze kufanya vizuri, kwamba dunia sasa hivi inataka nini. Huwezi kujifungia tu kwamba nataka tu nifanye bongo flavor tu, umeelewa? Je, bongo flavor itakutoa hatua moja kupeleka hatua nyingine? Ndio maana unaona sasa hivi wa Nigeria wanapiga mapiano, umeelewa? Wengine wanapiga afrobeat, yani imekuwa tena kama ni kitu kama cha Afrika, sio tena kitu cha nani. Na hata ukiangalia mfano nyimbo labda kwa mtu kama Diamond, nyimbo ambazo zimeweza kumsaidia international, sio sound ya bongo flava, umeelewa? Kama vile Komasava ni sound ya nchi. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba unataka kwenda global, inabidi uangalie sound gani na nani. Kwa hiyo hicho ndio kitu kinaweza kuwasaidia wasanii wetu. Lazima uangalie unataka soko lako la wapi. Mfano kama Mbosso labda kaamua, maana mimi nadili na soko langu la East Africa, na hili soko langu la East Africa linanipa mafanikio pia, ni vizuri kaweza kutambua kwamba territory hii inaiweza, kwa acha nipambane nayo hii. Umeshaelewa? Yeah. Tunataja Mbosso hapo, unalipa kwa Mario, kuna zile stories kwamba Mario anafanya vizuri international,
zimekuwa hizo nyingi, na kweli ukitizama anafanya vizuri, ila international ambayo tunaitazama kichwani kwetu hatuioni. Huwa unamwambia nini? Of course, kwa sababu wewe pia ni rafiki yako, huwa mnakutana. Na anachojaribu kumwambia, mfano hata Mario anapiga hatua tumuona kama hii labda Desemba amefanya show kubwa Nairobi, umeelewa? Kwa hiyo ameshaanza kutoka, na unajua sometimes kufanya vizuri nje ni inategemea management, kwamba management yako lazima mtafute sasa international agents awe anawaplug kwenye, kwa sababu kama juzi ulimsikia Don Jazzy anakuambia wametumia dola milioni ngapi sijui kupromote wimbo wa Rema. You understand? Kwa hiyo muziki pia ni hela, na ukienda lazima ujue watu gani wa kukusaidia ili waweze kukufikisha kule. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana. Swali langu la mwisho, naomba niambie tu kwa ya wasanii wako ambao wanafanya vizuri sana sasa hivi, kwa sababu inaonekana kama hawa vijana wa sasa hivi hao wanafanya vizuri sana, brother, kama ibaki majina tu, yani hawa vijana wa sasa hivi kina Bosso na Mario wanakimbiza hivi. Unajua sasa wewe unataka kunipa mimi mtihani, kwa sababu mimi sasa shida, watu wote hawa ni washikaji zangu. Mimi ni mshikaji wa kila mtu, kwa hiyo ukiniambia nitaje top 5, kuna mtu mwingine, unajua muziki uko hivi, kuna mtu mwingine anaweza akatoa ngoma zake 4-5 kwa kuangalia kwake akaona zimefanya vizuri, ila kumbe mtaani hazijafanya sana vizuri. Usipomtaja hapa anaona yule service anawakubali wale, ndugu yangu nataka kunipa mtihani. Hatujamaliza na wale, fanyeni kazi, unanipa lingine au nataka nigonge ngoma.